Kwa upande wa vivutio vya mwanamke, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema tunkahul mar'atu li arba, mwanamke huwa anaolewa kwa hivi vivutio vine. Hupatikana vyote au baadhi yake, lakini hivi unaweza kumwambia mtu, kwa nini umeoa yule? Akwambia ni kwa sababu. Kwa nini umevutika kumwoa fulani? Ni kwa sababu. Kwa nini? Hivi vinne. Akataja uzuri wa sura na muonekano, akataja kuwa na ukoo uliostaarabika unaoeleweka, akataja vile vile mali, pengine mashallah hali yake si mbaya, unaweza ukaondoka mambo yakaenda ukarudi, akakwambia tu bwana, hapa una deni la 200,000, ulichokiacha kiliisha, nilitoa pesa zangu hizi kujilisha nikiwa mkeo na kuwalisha watoto. Lakini kubwa lao ni dini. Akataja walidiniha, na dini yake. Sasa kwenye dini akapigilia msumari wa kusisitiza na kung'ang'aniza, akasema fadhfar bidhati dini, mtafute kwa juhudi kubwa kabisa kupindukia, taribat yadaka. Na katika tamko jingine taribat yaminuk, mkono wako utabarikiwa. Wako wengine wanatafsiri kinyume chake, kama hutaangalia makini, basi mkono wako utakuwa ni wa kupekua chini tu, fakiri, unaokota kokoto, si vitu gani. Tafsiri ni nyingi, lakini target hapa ni kwamba katika mambo mani, uzuri, umaarufu na umashuhuri wa ukoo, kuwa na mali ni vivutio vya mwanamke, lakini msisitizo mkubwa ni kwenye dini. Walidiniha. Asa kwenye dini watu hupotea, anaoa mwanamke hana dini. Ukimuuliza vipi, huyu unamjua lakini baba yake ni shekhi fulani, ina maana unamuoa mkweo, baba mkwe. Mtume sasa anasema ni dini yake, fadhfar bi dhati dini. Hajasema muoe binti wa mtu mwenye dhati dini, yeye mwenye binti ana dini.